Kama tulivyosikia, kituo hiki kinachangia nusu ya umeme unaotumika nchini hivi sasa. Ongezeko hili limesaidia kuondoa kadhia iliyokuwepo ya kukatika kwa umeme mara kwa mara na kusababisha usumbufu kwenye uzalishaji viwandani, utoaji wa huduma ikiwemo mahospitalini na hata matumizi majumbani. Megawati zinazozalishwa na kituo hiki zimeongeza uwezo wetu wa kuzalisha na kuwa na akiba ya kutosha ya umeme. Hivyo basi, tuna imani kwamba mradi huu utaongeza fursa za biashara, uwekezaji, uzalishaji, kutengeneza ajira na kuongeza kipato cha mtu mmoja mmoja na pato la taifa kwa ujumla. Hivyo natoa wito kwa wananchi kuchangamkia fursa zitokanazo na mradi huu. Ndugu wananchi, tunavyoendelea mbele, ili umeme huu utumiwe na wananchi wote, ni lazima tuendelee na ujenzi wa miradi ya kuimarisha gridi ya taifa, ikiwemo ujenzi wa njia za umeme ya kilovati 400 kutoka Chalinze hadi Dodoma, ambayo waziri ameieleza hapa, yenye urefu wa kilomita 345, lakini vile vile upanuzi wa kituo cha kupokea na kupoza umeme kule Zuzu mkoani Dodoma. Na furaha kuwajulisha kwamba njia hiyo ya umeme imekamilika na imeshawashwa rasmi juzi tarehe 20 Agosti 2026, na sasa Dodoma umeme ni wareware. Hakuna tena kukatika, labda hitilafu za kwenye mitambo, lakini 24/7 Dodoma umeme wa uhakika. Na jambo jingine ni kwamba muda baada ya muda tulikuwa tunaibia umeme wa SGR, lakini sasa line ya Dodoma imekamilika, SGR ina umeme wake na haitaingiliwa kwa aina yoyote ile. Njia hiyo ya Dodoma itaendelea kusafirisha umeme unaozalishwa katika bwawa la Mwalimu Nyerere kwenda mikoa ya kanda za nyanda za juu kusini, kanda ya kati, kanda ya ziwa, kanda ya magharibi na kanda ya kaskazini kupitia kituo kile cha Zuzu. Hivyo nikutake Waziri wa Nishati pamoja na TANESCO kuhakikisha miradi hii inakamilika kwa haraka ili umeme ufike katika kanda hizo kwa haraka.